Rahmanir Rahim. Wa aslahu, na wakatengeneza kile walichoharibu. Kama pana uharibifu ulifanyika kwa sababu ya kuficha kwao, wao walioficha sasa ndo waweke wazi, waelezee ule ukweli ili ule uharibifu walioupandikiza utoweke. Mwenyezi Mungu ndo atakapowaridhia. Wabayanu, na wabainishe vile ambavyo walishawapotosha watu wakawaambia sivyo, wabainishe sasa, waweke ukweli na uwazi ulivyo. Watakaofanya hivi watajulikana kweli wametubu. Faulaika atubu alaihim, hao ndio ambao mimi nitakubali toba zao. Mwenyezi Mungu anasema watakao tubu wakatengeneza pale walipoharibu na wakabainisha yale walioyaficha na wakayasema sivyo, faulaika atubu alaihim, hao ndio nitakaokubali toba yao. Wa ana tawwabur rahim, na mimi ni mwingi wa kukubali toba za waja wangu na ni mwingi wa rehema kwao. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, yani innal ladhina yukhfuna ma anzalnahu minal ayati al bayyinati, hakika ya watu wanaotabia ya kuyaficha yale maagizo tuliyoyateremsha katika aya zenye kubainisha mambo waziwazi. Aya hizo walipaswa watu wazijue, waweze kutofautisha kati ya ukweli na uongo, haki na batil, lililo sawa na lililoharibika, linalopeleka katika njia ya sawa au njia ya upotovu. Vitabu vimeletwa kwa ajili ya watu wavitumie kama mwongozo kwao. Sasa wanaoficha, innal ladhina, hakika ya watu ambao yukhfuna ma anzalnahu, wanayaficha yale maagizo tuliyoyateremsha, minal ayati albayinati, katika aya za waziwazi. Mtu anasema mimi tangu zamani nishawaambia watu hivi, tena leo nje niseme vingine, watanionaje? Nitaendelea kuwaambia hivyo hivyo ili yeye abaki kuonekana mkweli maisha, japokuwa kadanganya mwanzo. Kwa hiyo anaficha ukweli, atangaze kile ambacho yeye keshakisema tangu zamani, au wazee wake anaowaheshimu sana hataki kuwavunjia heshima, anasema walichokifanya wazee ndicho, nani kakwambieni hakifai, ijapokuwa kinapingana na ukweli wa aya zilizoteremshwa kuwabainishia watu haki na batili. Kwa hiyo jambo lipo, watu wamelizoea, wanalipenda, lakini hilo jambo kwenye kitabu limezungumziwa vizuri. Lilivyozungumzwa kwenye kitabu ni tofauti na watu wanavyolifanya. Wewe unasema hapana, fanyeni hivyo hivyo, hamjakosea, ndio mwendo wa wazee wenu. Lakini kwenye kitabu kuna maelezo kinyume na huu mwendo wa wazee. Yeye anang'ang'ania hivyo, wazee wenu sio wapumbavu, hawajakosea. Watu kama hawa wanakuwa na ugomvi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanaouficha ukweli ulioteremshwa katika aya zenye kubainisha mambo waziwazi, wadalaili alwadhihati, na dalili zilizo waziwazi, allati, dalili ambazo tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, zinaonyesha dalili juu ya ukweli wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Madhumuni ya ujumbe wa aya hizi, walikusudiwa watu wa kitabu, watu wa Taurati na watu wa Injili. Aya za Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema zinasadikisha maelezo ya vitabu vilivyotangulia. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani, aya za Qur'ani hazipingani na Taurati wala hazipingani na Injili. Lakini watu waliozoea kufanya ubinafsishaji walishakuwa na miongozo tayari ya upotofu ambayo wao wenyewe iliwachanganya, na mpaka wakakaa njia panda, wakawa wanasubiri maelezo ya mtume anayengojewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili waje watoke mashakani kwenye mambo ambayo wao yamewachanganya. Lakini ukweli wenyewe ulipokuja na mtume wenyewe waliokuwa wanamsubiri alipodhihiri, walipokuwa hawakuridhika naye tu, wakaona watengeneze kitu chengine mbadala kitafautiane na maneno ya mtume huyu, na pia sifa zinazofanana naye wazitoe kwenye vitabu. Kwa hiyo ule ukweli ambao tangu kwenye vitabu vyao umezungumzwa, wao walitaka waupotoshe
ili paonekane maneno anayoyasema Muhammad ni tofauti na Taurati na Injili, na huyo mtume aliyekuwa anasubiriwa siye huyu Muhammad. Ni nani tena? Kila mtu akasema vyake. Kwa hiyo asili ya maagizo ya aya hii inawahusu watu wa kitabu, lakini maana ya wazi ya aya inamhusu kila mtu, hata huyo mwenye Qur'ani mwenyewe, kwa sababu aya za Qur'ani huwa hazihusishwi na sababu ya kuteremshwa kwake tu, ila huwa zinachukuliwa maana ya maneno yake na matamshi yake kwa ujumla. Kwa hiyo hata aliyesoma Qur'ani akafanya kama aliyesoma Taurati, ulipokuja ukweli akaukataa, akawaendelea kuwasisitiza watu washikamane na uongo ilhali ukweli umekuja, sawa sawa na mtu ambaye kasoma Qur'ani alivyoitaka mwenyewe, akaifundisha alivyotaka mwenyewe. Utakapokuja ukweli uliokuwa ndio sahihi zaidi, yeye akaukataa, kwa sababu yeye kishatangulia mwanzo kuambia watu vingine. Kwa hiyo agizo lipo, linatakiwa litekelezwe kwa namna hii ambayo kitabu kimezungumza. Yeye bado anang'ang'ania msimamo wake na wazee wake. Hapana, huyo aliyekwambieni hajui, kakosea. Ndivyo walivyofanya Mayahudi na ndivyo walivyofanya Wakristo. Hata wa Qur'ani nao wakifanya hivyo watakuwa wamefanya kosa lile lile. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, bimaana innal ladhina yukhfuna ma anzalna, wale wanaoyaficha maagizo tuliyoyateremsha, minal ayati albayyinati wal dalail alwadihati, katika aya zenye kubainisha mambo waziwazi na dalili zinazoeleza mambo kwa uwazi, wao wakazificha na kupotosha ukweli. Allati, dalili ambazo tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, zinaonyesha dalili juu ya ukweli wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanafanya kosa hili la kuuficha ukweli min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi, baada ya kuwa sisi tumeshawabainishia vingine watu katika kitabu. Aya hizi tumeondoka nazo nyuma nyingi sana, kwamba maagizo aliyopewa Muhammad yanasadikisha maagizo aliyopewa Musa na Isa, na kitabu anachotumia Muhammad habari zake zimezungumzwa kwenye vitabu vilivyopita. Sifa na tabia ya Muhammad mwenyewe pia zimetajwa kwenye vitabu vilivyopita, lakini alipokuja Muhammad, waliovijua vitabu vilivyopita wakajaribu kutafuta njia nyingine hapo ya panda ya kuwapotosha watu na wakawatoa kwenye ukweli. Wanaofanya kosa hili sawa sawa kama ni watu wa kitabu au watu wengine wasiokuwa wa kitabu, sawa sawa kwamba ni watu wa vitabu vya zamani au watu wa kitabu cha sasa, kule kuwa na umimi sana, maana ndio analosema ni kweli, lakini kwa nini aseme yeye? Sisi ugomvi wetu ni yeye tu, ilikuwa maneno haya aseme fulani, kwa hiyo mpaka aseme fulani. Hata wale wa Kureshi ambao ni watu washirikina, hawana kitabu, walikuwa hawapingi anachokisema Muhammad, wanasema anasema sawa sawa. Lakini tatizo ni kwamba kwa nini awe Muhammad na asiwe mtu mwingine? Laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Hii Qur'ani ndivyo inavyosema, lakini kwa nini heshima hii apewe Muhammad, yatima wa Banu Hashim? Kwa nini hii Qur'ani asiteremshiwe mtu mmoja katika watukufu wa miji yetu miwili tunayemheshimu sana? Kwa hiyo wao ugomvi wao wengine ikawa ni ule ubinafsi tu, wanachuki binafsi na Muhammad, au wanachuki na kabila ya Muhammad au ukoo wa Muhammad. Kwa hiyo chaguo la Mwenyezi Mungu ni baya. Kwa nini kamchagua huyu na kwa nini asiwe huyu? Mambo kama haya yanapatikana katika nafsi za watu. Anachokisema ni kweli, ni sawa, lakini sisi tunapinga kusemwa na yeye tu, hatutaki, bora aseme mwingine. Kwa hiyo watu wakawa wanaingia katika makosa kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya kila mmoja kutaka kujikweza. Kwa hiyo haki ipo, aya zimebainisha mambo waziwazi na dalili zimetolewa, lakini watu kwa sababu zao nyingi sana walizonazo wakajaribu kutumia njia moja au nyingine kuupotosha ukweli na kufuta dalili na hoja zilizotolewa za kuuthibitisha ukweli wenyewe. Wanafanya watu kosa hili
min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, baada ya kwamba sisi, yani yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe, sisi tumeshawabainishia watu hili jambo ndani ya kitabu, ujumbe huu uwafikie watu wote, lakini wengine kwa ubinafsi wao wakaficha ukweli, kwa sababu wanahisi tukiutoa ukweli huu watatukuka akina fulani, wataonekana watukufu, watajipakitwa sana waonekane wao muhimu, na sisi hatutaki wao wawe muhimu, hatutaki wao wawe wa mbele, na sababu nyingine nyingi za kibinadamu zinatokea. Mwenyezi Mungu keshabainisha ukweli kwenye kitabu, na kitabu kiko free kwa watu wote. Kwa hiyo watu wapewe ukweli wa maagizo yaliyomo ndani ya kitabu. Wanaotaka kunufaika watanufaika na maelezo hayo, na wale watakaokataa kwa hiari zao na ridhaa zao kwa makusudi, basi watachagua watakalo, lakini nao watakuta matokeo kwa Mola wao. Yani watu wanaficha ukweli min ba'di tawdhihihi lahum, baada ya kushakuwawekea wazi na kuwafafanulia, fi Taurati au fil kutubi samawiyati, katika Taurati au katika vitabu vyote vilivyotoka mbinguni. Ka kauluhu ta'ala, kama kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliyosema mahala pengine, alladhi yajidunahu maktuban indahum fi Taurati wal Injil, yani alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummiya, rehema zangu mimi Mola wenu nitawaandikia wale watu wa kitabu waliosoma Taurati na waliosoma Injili. Watu hao waliosoma Taurati na Injili wakakuta sifa za mtume huyu Muhammad zimeandikwa kwenye hivyo vitabu vyao vya Taurati na Injili. Rehema zangu nitawaandikia watu waumini wa hivyo vitabu vilivyopita, ambao watakubali kumfuata mtume asiyejua kusoma na kuandika. Alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummiya, watu watakaokubali kumfuata mtume asiyejua kusoma na kuandika. Mtume ambaye kwa alama hiyo ya kutojua kusoma na kuandika, alladhi ni mtume ambaye yajidunahu, wanamkuta mbona mtume huyu maktuban indahum, ameandikwa kwenye vitabu vyao, kwamba huyo mtume anayesubiriwa akhiri zamani, moja katika sifa zake atakuwa hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo wanamkuta mtume wenyewe maktuban indahum, ameandikwa mbele yao, yani kwenye vitabu vyao, fi Taurati wal Injil, katika kitabu cha Taurati wa Injili. Kwa hiyo sifa kama hizi zinazoashiria kumbe mtume wenyewe ni Muhammad, nyingi wakazitoa ili wapotoshe ukweli. Ukweli tu usijulikane, watu wakamtambua kumbe mtume wenyewe ndo huyu, na kwa hiyo hatuna budi na kumfuata. Wenye tabia kama hizi za ubinafsi na kujikweza, kujipa vyeo ambavyo hawajapewa, Mwenyezi Mungu anasema ulaika yal'anuhumullahu, hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe anawalaani, wa yal'anuhumul la'inun, na wanalaaniwa na kila mwenye kulaani. Ulaika yal'anuhumullahu, hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu anawalaani, wa yal'anuhumul la'inun, na wanalaaniwa na kila mwenye kulaani. Yani ulaika almawsufuna biqabihil a'mali, hawa watu ambao wanasifikana kwa amali mbaya, amali zisizopendeza. Alkatimuna liawsafi rasuli, wenye kuficha sifa za mtume. Almuharrifuna likalami Taurati wal Injil, au almuharrifuna liahkami Taurati wal Injil, watu ambao wanazifanyia mabadiliko hukumu za Taurati na Injili, ambao ni watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo. Watu hawa yal'anuhumullahu, Mwenyezi Mungu anawalaani, fayub'iduhum min rahmatihi, kwa hiyo huwatenga mbali na rehema zake. Watal'anuhumul malaikatu wal mu'minun, na hao walioitwa al-la'inun ni malaika ambao wao wako upande wa Mwenyezi Mungu, wal mu'minuna, na waumini ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu. Wale watu ambao wanafanya makosa
yakawa kwa upande wa Mwenyezi Mungu yanachukiza, huwa wanapata chuki ya watu walio upande wa Mwenyezi Mungu, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha tabaraka wa taala, hakika ya Mwenyezi Mungu mwenye utukufu na mkubwa wa cheo, idha ahabba abdan, anapompenda mtu duniani, yeye ndo mwenyewe huchagua na nani akawa karidhika naye na nani akawa hakuridhika naye. Kwa hiyo ikitokezea Mwenyezi Mungu amempenda mja katika waja wake duniani, daa Jibrila, humwita Jibril, wa yakulu lahu, na halafu humwambia, ya Jibrilu, ewe Jibril, inni uhibbu fulanan faahibbahu, mimi ninampenda fulani, nataka na wewe umpende. Mwenyezi Mungu anajulisha alichonacho yeye kumjulisha Jibril, halafu anampa amri Jibril atekeleze azimio la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Jibrilu, ewe Jibril, inni uhibbu fulanan, mimi ninampenda fulani. Anatajwa huyo mtu kwa jina lake huko katika vikao vya watukufu wa mbinguni. Faahibahu, kwa hivyo na wewe nataka umpende. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril humpenda huyo mtu anayependwa na Mwenyezi Mungu. Thumma yunadi fi ahli samai, halafu yeye Jibril haishi hapo tu kuwa yeye kampenda, anatoa tangazo kwa wakazi wa mbinguni wote, anawaambia, inna Allaha tabaraka wa taala yuhibbu fulanan, Mwenyezi Mungu mtukufu na mwenye cheo cha juu anampenda fulani. Faahibuhu, kwa hiyo nyote na nyinyi mpendeni. Fayuhibbunahu ahlu samai, kwa hiyo watu wa mbinguni, wakazi wa mbinguni ambao ni malaika, wote huwa wanampenda huyo mtu, maana wote hao wako upande wa Mwenyezi Mungu. Thumma tudha'u almahabbata ala ahli al-ardi fayuhibbunahu ahli al-ardi jamia, halafu yale mapenzi ambayo yameanza kwa Mwenyezi Mungu, Jibril na malaika wote na waumini ardhini, yanakuwa yanaenea kwa waumini wote ardhini, maana hawa ndo wako upande wa Mwenyezi Mungu. Kama kuna timu mbili hapo au vyama vya upinzani, chama tawala na chama cha upinzani, basi chama tawala kikishatoa sera zake, washabiki wake wote wale wapenda amani wote wanakuwa upande huo. Kwa hiyo wote automatically wanampenda mtu anayependwa na Mwenyezi Mungu. Tena kama wapo wanaochukia watachukia, lakini kutakuwa kuna tapo la watu ambao wanampenda. Anapendwa na Mwenyezi Mungu, anapendwa na malaika wote, anapendwa na waumini wote, mtu huyu anakuwa yuko upande wa kheri. Wakadha idha abghadha al-abda, na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu anapomchukia mtu. Idha abghadha Allahu abdan, Mwenyezi Mungu anapomchukia mtu ardhini. Maana wengine tunafanya vituko mpaka ikawa tena hata Mungu mwenyewe anatuchukia. Kwa hiyo ikitokezea Mwenyezi Mungu kachukiwa na mtu, kisha mkasirikia, daa Jibril, humwita Jibril, wa yakulu lahu, na akamwambia, ya Jibrilu, ewe Jibril, ninakupa taarifa kuanzia sasa, inni ubghidhu fulanan, mimi kwa hakika fulani ninamchukia. Faabghidhu, ninakuamrisha na wewe mchukie. Kule kule alikoanzia mapenzi na chuki ndo inaanza huko huko. Fulani ninamchukia, nataka na wewe umchukie. Fayubghidhu Jibril, Jibril humchukia huyo mtu hapo hapo, on the spot. Thumma yunadi ila ahli samai, halafu Jibril hutoa tangazo lile kwa wakazi wa mbinguni wote. Kwa nini anaambiwa Jibril na haambiwi mwingine? Kwa sababu Jibril ndiye aliyepewa dhamana ya shughuli za kiutawala zote kwenye ufalme wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mambo kama haya ya usimamiaji, mambo ya kiutawala, yeye ndo mwenyewe. Halafu pia wadhifa wake Jibril mbinguni, yeye ndo kiongozi wa malaika wote, kama alivyosifiwa kwenye Qur'ani, muta'in thumma amin, yeye anatiiwa huko alikopewa mamlaka na madaraka, tena ni muaminifu. Kwa hiyo yeye kwa wadhifa wake ndo anapewa maazimio haya na anayafanyia kazi, na akipewa agizo analieneza kwa wale wanaohusika wote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamwambia mja wake Jibril, mimi fulani ninamchukia, mchukie na wewe. Pale pale Jibril anamchukia huyo mtu.
halafu Jibril anatoa tangazo lile kwa wakazi wa mbinguni, malaika wote nao wanamchukia huyo mtu. Wote huko wako pamoja na Mungu tu, huko hakuna upinzani, huko juu huko kuna ufalme wa Mungu na wote wanausapoti. Kwa hiyo huko agizo likitoka linatendewa kazi kwa 100%. Thumma, kesha hiyo chuki ikishaenea huko mbinguni, tudha'u al-bughdhu ala ahli al-ardi, ile chuki inateremshwa kwa wakazi wa ardhini hapa, fayubghidunahu ahli al-ardi jami'an, wakazi wa ardhini wote wanamchukia huyo mtu anayechukiwa na Mwenyezi Mungu. Fahamni, ardhini pana mgawanyiko tofauti na mbinguni. Ardhini wako wazuri na wabaya. Kwa hiyo ile chuki ikitoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa malaika wake, hapa inakuja kwa waumini, ndio walio upande wa Mungu. Waumini watamchukia sana mtu ambaye anachukiwa na Mwenyezi Mungu, anachukiwa na malaika. Lakini huyo ambaye nyinyi waumini mtamchukia sana, ana wapenzi wake huyo, ana washabiki wake huyo, mwenyewe anaona hapa duniani anang'ara kuliko chochote, na anaweza akajiuliza hata ndiye singari mie, anang'ara kweli kweli, kwa sababu ana support na washabiki wengi anao, kwamba waliopo hapa si wa Mungu peke yake, waliopo duniani ardhini si wa Mungu peke yake. Kwa hiyo ile hasira ya Mungu ikija inakuwa mioyoni kwa walio upande wa Mungu, na ile mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakishushwa pia yanabaki nyoyoni kwa wapenzi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anaongea. Kama kuna viumbe wenye kulani kama anavyolani Mwenyezi Mungu, ni wale ambao wako upande wake yeye, wanalipenda analolipenda Mwenyezi Mungu na wanalichukia analolichukia Mwenyezi Mungu. Hawa ndo walozungumzwa, kwamba watu wanaofanya makosa ya kupotosha ukweli kiasi uharibifu ukakithiri duniani, hawa wana laana ya Mungu, wana laana ya malaika, na wana laana ya waumini wote ambao hawa wako upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhina, isipokuwa hawatapata laana ya Mwenyezi Mungu wale walioficha, ambao tabu, wametubia baadaye. Ukishatubia basi ndio usajitengenezea mazingira ya kutafuta salama yako. Kukosa ndo sifa ya binadamu, lakini mkoseaji mzuri ni yule mwenye kutubu, kama alivyosema Mtume, kullu ibn adam khata'un, mwanadamu yoyote ana tabia ya kukosea, wa khairul khata'in at-tawwabun, lakini wakoseaji wazuri ni wale wakishajua kuwa tumekosea, tumefanya sivyo, wanatubu kwa Mwenyezi Mungu na wakajirekebisha, wakafanya ndivyo, wakafanya itakiwavyo. Kwa hiyo limeshaandikwa na limeshahukumiwa suala la kuwa atakayepotosha ukweli baada ya kwamba Mwenyezi Mungu kashauleta kwa watu wakaharibika kwa sababu ya mchango wake yeye wa kupotosha ukweli, anapata laana ya Mwenyezi Mungu na laana ya kila mwenye kulaani. Illa alladhina tabu, isipokuwa hawatapata laana wale ambao watawahi kutubia, wa aslahu, wakatengeneza lile waliloharibu, wabayanu, wakabainisha kile walichokificha, wakakiweka wazi kikajulikana ukweli wake. Faulaika atubu alaihim, hawa mimi ndo ninaokubali toba zao. Wa ana tawwabur rahim, na mimi ni mwingi wa kukubali toba za waja wangu na ni mwingi wa rehema kwao. Maana yake illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Maana yake maneno haya ni kwamba illa alladhina, ila hawatakuwa katika laana watu ambao nadimu ala ma sanau, walijuta baadaye kwa kile walichokifanya, wakajua tulichokifanya sicho, tumeharibu na Mwenyezi Mungu hatakuwa radhi nasi. Kwa hiyo wakajuta, wakatubu, wakajirekebisha. Sharti za kutubia kosa la kuupotosha ukweli wa dini ni kama hivi ambavyo Mwenyezi Mungu kaziweka hapa. Tabu, wametubu, kwa hiyo waache mara moja kupotosha kwao, na wasikitike na wajute kwa nini wamepotosha, halafu waweke nia ya kweli kwamba hawatopotosha tena. Akijua hivyo Mwenyezi Mungu, basi anaweza akabadilika dhidi yao, asiwaweke katika laana.
ikiwa ni wa kweli kwenye kutubia kwao. La kwanza hilo, wametubu. Halafu pili, wa aslahu, kwa kule kuficha kwao na kupotosha ukweli washawaharibia watu wengi dini yao. Kuna watu wanafanyishwa mambo na wanadamu wenzao, wenyewe wakayaita ibada, kumbe ibada hiyo kwa Mungu haijulikani, wala mtume yoyote duniani hajafundisha. Lakini kuna mtu wa kawaida tu, mwana wa chuoni, msomi, kabuni mambo yake anayoyajua mwenyewe, akawaambia watu hizi ni ibada, mkifanya mnapata thawabu za Nuhu, za Hudi, za Saleh na kila mtume. Kumbe kwa Mungu haijulikani hiyo ibada, katunga mwenyewe tu huyu shekhe. Sasa haya mambo yako kuanzia watu wa vitabu vilivyopita, hata katika kitabu cha sasa chetu pia wako watu ambao maarifa yao makubwa, wanabuni vitu visivyo na asili katika dini. Ndio hivyo vinavyolalamikiwa mara kwa mara, bid'a. Halina asili katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, halina asili kwenye muongozo wa mtume wa Mwenyezi Mungu, na ili jambo liwe ni ibada lazima liwe na asili huko. Linatoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake kalifahamisha vipi litekelezwe, wewe ndo ufanye, una ushahidi nalo unalofanya. Lakini kuna wajanja hupika tu mambo hayana asili, lakini kwa sababu wao wanajua wanaaminiwa sana, wao wamejitengenezea washabiki wengi, basi watu wanaangalia kasema shekhe, hawataki ushahidi wa hilo alilosema shekhe, na wala usimuambie habari za ushahidi uko wapi. Hasa watu wa kitabu ndo wamefanya kwa sana mambo hayo. Wao dini zao, mtu asikilize maneno ya mwana wa chuoni tu, asimpinge kiongozi wake wa dini, na akifanya kosa au dhambi yeye akaungame tu kwa bosi wake, akishamsamehe bosi na Mungu yuradhi, na mwenyewe kakubali hivyo. Ungama dhambi zako kwa jina la Yesu, basi anaungama zote, umesamehewa kwa jina la Bwana, anaridhika akasamehewa kweli. Hasa na hapa kwetu wanakuwa wanapatikana watu wao si haja yao radhi ya Mungu, wao wanaridhika na ule kunyenyekewa na watu walio wengi. Sasa anayejisikia anauweza ugomvi na Mwenyezi Mungu, na abuni jambo lake awaambie watu hii ibada, kumbe kwa Mungu haina mashiko. Atakayeona hauwezi ugomvi na Mwenyezi Mungu, akishajua kwa kweli nimewapotosha watu kwa muda mrefu, basi afanye mambo haya, atubu mara moja. Halafu pale alipoharibu atengeneze, na Mwenyezi Mungu aone huyu bwana anafanya correction. Sasa anatengeneza. Wengine walikuwa wanatuweka ndani bila ya makosa, walipojijua walituonea, walipotaka kwenda hija walikuja kutuomba radhi, bwana tusameheni tu, tulikuwa kazini. Basi afande, hamna tatizo, wamerekebisha, maana nataka kwenda Maka sasa, ushastafu. Lakini akiwa kazini huyo mkali kweli kweli, anakutoa kwako umelala saa 8 ya usiku. Basi tukapewa amri, na amri hiyo hawezi kuikataa, atekeleze. Anaitekeleza, haizuru atakuja kukuomba radhi baadaye. Kwa hiyo na watu wanaomkosea Mwenyezi Mungu hivyo hivyo, Mwenyezi Mungu kaweka fursa. Tubu basi kama huyawezi matatizo, atubu, halafu atengeneze mule alimoharibu. Kesha kama alishapotosha kwa kuweka maelezo sio sahihi, abainishe kwa kuweka maelezo sahihi. Sasa aseme kwa mujibu wa aya ya Mwenyezi Mungu na kwa mujibu wa maelezo ya mtume wake, jambo hili linatakiwa lifanywe hivi, na sio ile kauli yangu ya kwanza nilikosea jamani. Hapo itakuwa kishafanya mapatano baina yake na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama hapendi mtu kuwa na laana ya Mwenyezi Mungu atakaporudi akhera, afanye tu mambo hayo, kuyatamka mepesi lakini kuyatekeleza mazito kweli kweli. Siku moja nilipita katika darasa, nikamkuta shekhe anatoa kisa, sikijui kinatoka kwenye kitabu changu, kitabu gani. Mimi nilikuwa nasikiliza darasa, alitoa mikasa ya maisha ya Nabii Musa alayhi salam, kwamba siku moja Nabii Musa alikuwa anaenda katika miqat, pale mahala ambapo huwa anaenda kuongea na Mwenyezi Mungu. Njiani akakutana na bwana mmoja, mtu mzima sana, mwanamume mzee, mtu mzima sana. Akamwambia Musa, uko unakokwenda sikuagizi jambo? Nabii Musa akamjua yule ni maluni Ibilisi, maana mitume tofauti na sisi wana maarifa na wanajulishwa vitu vingi. Kajua huyu Ibilisi anataka kuniagiza nini leo.
Akamwambia haya niagize. Akamwambia bwana, mimi kwa kweli nimeishi muda mrefu na nimefanya mengi, lakini hebu kaniulizie kwa Mwenyezi Mungu, hivi mimi sina toba ya kutubia akanisamehe tena? Yani yeye tangu wakati wa Adamu huko anapotosha watu tu, mpaka kaja Musa ndo anauliza, hivi mimi sina la kufanya, sina njia ya kutubia mpaka Mungu akanisamehe? Musa akaona alhamdulillah, huyu bwana sasa anataka kutubia, dunia itakuwa mahala pamoja shwari, faraha sana kwa waliobaki. Akenda akafanya yake Musa aliyokusudia, akasahawi kama alitumwa huko. Lakini Mwenyezi Mungu hajasahau, akamkumbusha Musa, si umepewa maagizo yangu na mja wangu? Akasema subhanakallahumma bihamdik, kweli nimemkuta mja wako kule Ibilisi yule ananiuliza hivi yeye hana toba ya kutubia ukamsamehe? Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, mimi sina kinyongo na kiumbe wangu yoyote aliyokosea nitamsamehe, lakini mimi na huyu bwana ugomvi wetu uko pamoja tu, kamwambie toba yake iko wazi, nitamsamehe wakati wowote. Lakini lile tulilofitilafiana baina yangu na yeye akakataa kulitenda, akishamtendea lile tu sina matatizo mimi. Basi akaona Nabii Musa alayhi salam, kumbe jambo lenye dogo sana hili linawezekana. Kwake yeye kaona linawezekana, binadamu hukosea na kisha akaomba radhi. Lakini Ibilisi yeye kwake yeye hili kubwa sana, na ndio limeshaandikwa toka azal, na Mwenyezi Mungu keshamhukumia kwamba huyu wa motoni anajua hawezi, hili sharti litamshinda. Basi Nabii Musa alayhi salam siku nyingine alipokwenda akakutana na Ibilisi, siku nyingine ndo pale aliongea na Mwenyezi Mungu. Baada ya kumaliza anarudi, aliporudi akamkuta yule bwana anamsubiri. Haya, nipe habari, salamu zangu umezipeleka? Akamwambia naam, nimezipeleka, na hongera sana. Kwanza mambo yako, sharti zako za toba nyepesi tu, Mwenyezi Mungu anasema hana kinyongo na wewe, atakusamehe, lakini sharti yake lile ambalo alikuagiza ukakataa kufanya ukalifanye, atakusamehe. Basi Ibilisi akacheka na akamwambia, we Musa, haya huyawezi, ayaachie mbali, nenda zako tu. Si hawezi vipi? Si ukafanya tu hilo mlokosana. Sema mimi tumekosana na Mungu kumpa heshima Adam, hilo tu. Sasa sikumpa heshima akiwa yuhai, sasa hivi nikampa heshima hapo alipolala kaburini kwake, si ndo ninajidhalilisha zaidi? Haiwezekani. Kwa hiyo wewe bwana achana nayo, wewe nenda zako. Sasa kaambiwa anamjua Adamu alipo, na aende tu akalifanya lile ambalo siku ya kwanza limemshinda, basi nitamsamehe. Likawa gumu. Sasa na haya Mwenyezi Mungu anayazungumza yanaonekana madogo mepesi, wanaweza watu wengine kwa mujibu wa imani zao, lakini wengine yanawashinda. Anakufa kiofisa hivyo. Sasa mimi madamu nishawaambia watu siku nyingi, tena nikarudi tena nikawaambia vingine, siwezi, watanionaje? Yani anaogopa mtu kwamba watu watanionaje, haogopi Mwenyezi Mungu atanipokea vipi siku ya kiyama, anaangalia watu watanionaje. Kwa hiyo kumbe mambo ni mepesi kwa mwenye kuyaweza. Hapati laana aliyepotosha ukweli hatimaye akatubu, illa alladhina tabu, isipokuwa wale waliotubia, wa aslahu, halafu wakatengeneza mle walimoharibu, wabayanu, na wakabainisha vile walivyovificha, wakasema sivyo, waweke ukweli. Faulaika atubu alaihim, hawa mimi ndo ninakubali toba zao. Wa ana tawwabur rahim, na mimi ni mwingi wa kukubali toba na ni mwingi wa rehema. Yani illa alladhina nadamu, isipokuwa hawatakuwemo katika laana wale ambao watajuta, ala ma sanau, juu ya yale walioyafanya, wa aslahu ma afsaduhu, halafu wayatengeneze yale walioyaharibu, bilkitmani, kwa kuficha kwao. Kuficha kwao ukweli kulipelekea mambo mengine ya dini kuharibika. Kwa hiyo wao wayatengeneze yale walioyaharibu. Sasa wabayanu, na hawatakuwa katika laana wale ambao watabainisha. Bayanu linnasi, wawabainishie watu hakikata ma anzala Allahu, uhakika wa maagizo aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu. Watakapofanya mambo matatu hayo,
faulaika yakbalu Allahu taubatuhum, hao ndo ambao Mwenyezi Mungu ataikubali toba yao, wa yushamiluhum birahmatihi, na atawajumuisha kwenye rehema zake, watakuwa wote ni wenye kurehemewa. Wa ana tawwabur rahim, na mimi ni mwingi wa kukubali toba za wanaotubia, na ni mwingi wa rehema kwa wale waja wanaopenda kutengenekewa na kunyokewa na mambo yao. Yani inna Allaha kathiru taubati, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukubali toba ala ibadihi, kwa waja wake. Anaposema wa ana tawwabur rahim, anakusudia kusema ana kathiru taubati ala ibadi, mimi ni mwingi wa kukubali toba kwa waja wangu wanapokubali kutubia. Wasi'ur rahmati bihim, ni mkunjufu wa rehema kwao, napenda ni warehemu waja wangu. Asfahu amma faratat anhum min as-sayyi'ati, mimi huwa ninayapuzilia mbali wanapotubia yale makosa yao walioyatenda. Wametenda makosa katika mazingira ya ujinga au kwa kujua, lakini halafu walipojua hawawezi ugomvi na mimi, wakakubali kutubu na tukapatana. Kwa Mwenyezi Mungu kwa waja wake wanaorudia kwake na wakatubu, anasema yeye ni mwingi wa kukubali toba zao na ni mwingi wa rehema kwao. Innal ladhina, hakika ya watu ambao kafaru, wamekufuru, wamekataa ukweli, hawakuikubali haki, wamatu wa hum kufarun, wameishi na ukafiri mpaka siku za kufa zikafika, wakafa hali ya kuwa makafiri. Wanaotubia ndo alhamdulillah washatengeneza mambo yao. Lakini Mwenyezi Mungu anasema anayefanya makosa yake mpaka siku anakufa yeye ni mkoseaji, huyu anakuwa ni fungu la kukosa. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun, hakika ya watu wanaokufuru halafu wakafikwa na siku za kufa hali ya kuwa wanakufa kwenye ukafiri, ulaika, hao ni watu ambao alaihim la'natullahi, wanastahiki juu yao kupata laana ya Allah, wal malaika, na laana ya malaika wote, wanasi ajma'in, na watu wote watawalani. Tamko la nasi likitumika humaanisha ni watu wazuri na wabaya, watu wote kwa ujumla wanaingia hapa. Kwa hiyo mtu ambaye kafiri hupata laana ya watu walioamini na waliokufuru, lakini laana hii kwa sasa duniani haionekani. Laana hii huthibiti kiamani kwa Mwenyezi Mungu, siku ambayo wataanza kuja kulaaniana wenyewe kwa wenyewe na kusutana wenyewe kwa wenyewe. Hao waliokufuru wote wako upande mbaya, lakini huko ubayani wanaanza kusutana, mimi kama sinyie nisingekufuru. Kuna kauli za kutisha kweli kweli siku ya kiyama. idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'au al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Hiyo ni siku ambayo wale waliofuatwa watajitenga pembeni, wajibague na wale waliowafuata. Yani viongozi watakuwa na jukwaa lao, kama vile kwenye uwanja wa Amani kuna jukwaa la VIP, na wengine walala hoi wanapigwa na jua mpaka gemu inamalizika. Kwa hiyo na siku ya kiyama wale waliokuwa waheshimiwa duniani watajitenga, wakae pembeni, mbali na wale waliokuwa watumishi wao au wananchi wao, ingawaje wote ni watu wabaya. Lakini si tumeambiwa yaumaidhin yasduru nasu ashtata, siku hiyo watu wanagawiwa katika vikundi vinavyofanana. Sasa waheshimiwa watakuwa wako pao, wana kesi yao ya kujibu. Walevi wako pao, wana kesi yao ya kujibu peke yao inayohusiana na amali yao, na wengine wote watakuwa wamegawanywa kwa mujibu wa sifa zao. Kwa hiyo faqala alladhina tabau, wale waliofuata, wale wananchi au wanani wanaitwa watumishi wa umma, walikuwa wao ni wafuasi tu, wanaongozwa tu, lakini wameridhika na ule uongozi unaokwenda kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu. Wenyewe wameupenda ule muongozo wao. Sasa siku hiyo ya kiyama watakuja kusema wale walioongozwa, lau anna lana karratan, kama tutapata fursa nyingine ya kurudi ingalau mara moja duniani, fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, tutakwenda kuwakataa wale viongozi wetu kama leo wanavyotukataa. Tazama walivyokaa kule kama hawana habari na sie tumetumia nguvu zetu zote kwa kuwatumikia wao.
si mmeambiwa mtumikieni Mungu, hamkukubali? Mkasema viongozi wetu tunawapenda wenyewe. Wamekuongozeni siko, kwa hiyo nyie na wao mtakwenda mahala pamoja, lakini siku hiyo lazima mtalaumiana. Kwa hiyo laana hii itakuwa ni ya watu wote watawalaani watu wabaya waliopotosha ukweli wakaongoza kwa miongozo sio, japokuwa hapa tunaona ndo sawa sawa. Lakini watu watawalaani watu wenzao kwa sababu watajua chanzo cha kupotoka kwetu, chanzo cha kuharibikiwa kwetu, sababu kubwa ya sisi kwenda motoni ni wale kufuata miongozo yao. Kumbe walikuwa wanatupotosha. Hapa huoni leo, lakini kuna siku utaona. Alam ahadi ilaikum ya bani adam, Mwenyezi Mungu atakwambia huko siku ya kiyama, nyie binadamu, kwani sikukuambieni, sikufikisha ujumbe wangu kwenu? Allah taabudu shaitana, kwamba msimuabudu shaitani, msifanye mambo yenu kwa utaratibu usiokuwa wa dini ya Mungu, kwa sababu chochote kisichokubaliana na dini hicho kitakuwa ni cha shaitani. Alam ahadi ilaikum ya bani adama, sikuchukua ahadi kwenu nyie wanadamu nyote, Allah taabudu shaitana, ya kwamba msikubali kumtumikia shaitani, wa annahu lakum aduwwun mubin, na nikakwambieni kwamba yeye shaitani kwenu ni adui wa wazi, msimfuate. Wa aniabuduni, na nikakwambieni muniabudie mimi ndo ninastahili kuabudiwa. Hadha siratun mustaqim, kuniabudu mimi Mungu wenu huko duniani ndo njia ya sawa sawa. Umbile lenu linakubaliana na kutambua kuwa mmeumbwa, na lazima mtambue kuwa yupo muumbaji wenu ili mujenge uhusiano naye. Hii ndo njia ya sawa sawa ya nyinyi kuishi. Walaqad adalla minkum jibillan kathira, na kwa hakika shaitani kawapoteza katika nyinyi wanadamu kizazi na kizazi, generation na generation. Afalam takunu taqilun, hivi muda wote mlioishi duniani ndo tuseme hamkuwa na akili? Sasa kama hamkuwa na akili, akili zenu hazikuwatosha, hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, kwa sababu mmekosea. Pahala penu ni kwenye jahannam hii hapa, ndo mloahidiwa. Mkikosea mtaishi kwenye jahannam, ndo hii. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun, leo ngieni motoni kwa sababu ya kukufuru kwenu. Mlichokifanya sicho nilichotaka, muongozo mlotumia sio muongozo wangu, kwa hiyo nyinyi sio wangu mimi, nyinyi ni wa shaitani, nendeni naye pamoja motoni. Kwa hiyo hii laana ya watu wote kwamba itawastahikia wale ambao mpaka wanakufa wao bado hawajakubali ukweli wa Mwenyezi Mungu. Wao wanapenda waitwe viongozi, wanaongoza watu. Muongozo gani wanatumia si kazi yao, usiwaulize. Wapi wanawaelekeza watu, usiwaulize. Wao wanawaelekeza kwenye maendeleo yao tu, japo hayapo. Kwa hiyo fuateni vya kufuata, ila muangalie muongozo gani mnatumia, na hao wanaokuongozeni wanakuongozeni wapi wanakupelekeni. La sivyo kuna siku ya kuja kulaaniana watu wenyewe kwa wenyewe, lakini haisaidii kitu kulaaniana. Innal ladhina kafaru, hakika ya watu walioishi kwenye muongozo wa upinzani, kwamba wao hawaendi katika utaratibu wa dini ya Rahmani, ndo wanaitwa makafiri. Dini inataka vingine na wao wanafanya vingine. Wamatu wa hum kufarun, mpaka siku zao za kuishi zimekwisha, wanakufa hali ya kuwa wana mila ya ukafiri, ndo wanayokufia. Hawa huwa hawana salama. Ulaika yal'anuhumullahu, hawa ni watu ambao huwa wanapata laana ya Mwenyezi Mungu, wal malaika, na laana ya malaika wote, wanasi ajmain, na watu wote kwa ujumla watawalani. Watu wema hapa watawalani, na hawa wabaya pia watawalani, watakapokuja kuona kumbe hawa wametupoteza, wametunyima fursa zetu za kupata radhi ya Allah na kwenda peponi. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufarun, ay maana yake aya hii inasema innal ladhina kafaru billahi, watu wote walioukataa muongozo wa Mwenyezi Mungu, wastamaru ala al-kufri, wakadumu katika ule ukafiri wao, wakaishi katika kwenda kinyume na muongozo wa dini, hata dahahum, hata
dahamahumul mautu, mpaka mauti yakawavamia ghafla bila taarifa, hawakujiandaa. Maana mtu anayependa maisha ya dunia hujitahidi sana kupigana na sababu za kifo. Kila wiki anaenda kupima, kucheki afya yake, anasikiliza sana ushauri wa wataalamu wa afya, mlo gani yale, anasema mimi nataka nile balance diet. Kwa hiyo mlo wake unaangaliwa. Watu wanaojipenda wanajua mpaka kupima vyakula vyao na vinywaji, na wanacheki afya za miili yao kama wanavyopeleka service magari yao kila baada ya muda fulani, wanaojipenda. Lakini pia na wao hufa. Wanajitahidi kujilinda, lakini pia na wao hufa. Sasa mtu anayefanya jitihada kama hiyo, yeye hukukufa hukupeleka mbali sana. Kama vile baba wa taifa alivyosema, nina uhakika nitamuona rais wa awamu ya 5. Yeye alikuwa ana uhakika, hata huyo watatu sijui kama kamuona. Kishaenda zake, sijui na huko atasemaje. Sasa usiwe na uhakika sana, kwa sababu haya mauti huna miadi nayo. Unaweza ukajua kiasi cha nguo ulizonazo, ukajua kiasi cha fedha ulizomiliki, ukajua kiwango cha mali zako zisizohamishika na zinazohamishika, lakini wallahi huwezi kujua ni siku ngapi za kuishi zimebaki. Hata kama una afya kiasi gani, huwezi kujua ni siku ngapi za kuishi wewe zimebaki. Wiki moja, mwezi mmoja, mwaka mmoja, karine moja, hujui. Basi unajipa moyo tu, ukajipangia mambo ya miaka 50 ijayo, kumbe wala miaka 2 hufiki. Wengine hujenga majumba kwa gharama. Hiyo fence tu mwanangu, unajenga nyumba 5 wewe za kinyonge. Halafu wiki moja kabla ya kuhamia anakufa. Hasara iliyoje. Wanagombana watu kwa urithi, mwenyewe unaenda kulala kwenye nyumba haina dirisha. Hata carpet hawakutandiki chini. Wanasema mwekee mto, basi kumbe dongo. Hujionei huruma. Kwa hiyo wewe cheza na dunia, starehe, jipambe, mpaka mauti ya kuvamia ghafla. Hujajiandaa, hujajitayarisha. Ukifa umekosea, basi hapo unaondoka duniani na laana ya Mwenyezi Mungu. Innal ladhina, hakika ya watu ambao kafaru billahi, wamemkufuru Mwenyezi Mungu wewe kwenye ujana wao na pesa zao na madaraka yao na vitu vyao, wastamaru ala al-kufri, wakauendeleza ule ukafiri wao na kujipenda kwao, hata dahamahumul mautu, mpaka mauti yakawajia ghafla, wa huma ala tilka alhala, hali ya kuwa wao wako kwenye hali hiyo ya ukafiri. Mwingine anakufa anaenda zake Mwakakogwa na kichwani mna kasorobo kama si chupa kamili, anakwenda kwa Mungu na pombe yake. Mwingine anaenda kukonga moyo, sijui kwenye sherehe za vidole juu, pigwa na mzinga njiani, anakwenda na ushahidi kamili. Yeye kalewa na dunia, starehe, anasa, mpaka mauti yanamchukua ghafla kwenye mazingira mabaya, hata shahada haijui. Anaondoka duniani vibaya, kwa sababu yeye ni mtu aliyependa kuishi kinyume na Mungu anavyotaka. Mauti yanamchukua ghafla bila ya kujiandaa, hali ya kuwa yeye yuko kwenye hali mbaya, hali ya uasi, hali ya ukafiri. Ulaika, watu kama hawa wanaondoka hivyo, alaihim laanatullahi, juu yao pana laana za Mungu. Mungu anawalaani watu kama hawa. Wal malaikati, na malaika wote wanawalaani watu kama hawa. Wannasi ajmain, na watu wote wanawalaani watu kama hawa, ni wabaya. Yani yalaanuhumullahu, Mwenyezi Mungu huwa anawalaani watu kama hawa, wa malaikati, na malaika wake pia, wa ahli al-ardi jamia, na watu wote waliopo ardhini wanawalaani watu wabaya, makafiri. Anakaa na ukafiri mpaka siku wanakufa yeye kafiri. Maana ule ukafiri una madhara kwa watu wema na wabaya, ila wale wabaya huwa ndo wako kwenye pazia, hawaoni madhara ya ukafiri wao, na wanaowatawala madhara yao wanayaona, wanatanabahi pale wanapofikwa na mauti. Na wao pale mtu anakufa ndo wanaona ukweli wa mambo. Kama ni mtu mwema pale anaona matokeo ya wema wake, kama ni mtu mbaya pale wakati wa kufa anaona matokeo ya ubaya wake. Lakini madam yu hai duniani, utakwisha kumwambia, haelewi. Kama alivyosema Saidina Ali, annasu niyamu, watu duniani huwa kama ndo wamelala, wako usingizini.
fa idha matu intabahu, pale wanapofikwa na mauti pale ndo wanatanabai. Kila mtu pale anapata akili yake timamu, anaelewa ukweli. Alikuwa anasikia tu kuna malaika, pale ndo anawaona hata wanochukua roho, lakini hapo mawasiliano yeye na dunia yamekatika. Alikuwa anaambiwa bana kuna kufa, yeye haamini, anajijengea matumaini ya muda mrefu ujao, lakini pale ana hakika leo hii mimi ndo ninakufa. Yote yale aliyokuwa anaambiwa hayaamini, pale hata yaamini. Sasa pale ndo anatanabahi. Idha matu, watu pale wanapofikwa na mauti, intabahu, ndo wanatanabahi. Fa idha intabahu, wanapotanabahi pale, nadimu, pale ndo wanaanza kujuta. Anasema Mwenyezi Mungu, nipe dakika angalau 5, nipe muda kidogo, niachie nirekebishe yale niliyoyaharibu. Anaambiwa hamna tena time, hamna, usicheleweshe muda wako wa kuondoka tayari umefika. Wa idha nadimu la yanfa'u nadam, wanapojuta majuto pale tena yanakuwa hayana manufaa yoyote. Fa amma in kana min almuqarrabin, Qur'ani inasema kwenye suratul Waqi'a, mtu wakati akifa kama alikuwa ni katika watu walio karibu na Mwenyezi Mungu kwa taa yao, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, pale huwa wanaona raha na wanajisikia wako kwenye mazingira mazuri sana, na wanaonyeshwa hasa pepo yenye neema iko karibu. Anajua mtu mimi nikiondoka hapa ninaenda peponi. Huyu alikuwa yuko karibu na Mwenyezi Mungu kwa amali zake. Wa amma in kana min ashabil yamin, ama mtu anayekufa akiwa ni katika watu wa kuliani tu, fasalamu laka min ashabil yamin, pale wakati roho inachukuliwa hupewa angalau salamu na malaika, wanamsalimia kwa kumwambia amani iwe juu yako, wewe ni katika watu wema, alhamdulillah umejitahidi kidogo. Kwa hiyo na yeye pia huwa na matumaini, naondoka duniani sasa, lakini ninakwenda mahala pazuri, afadhali nimesamehewa, nimefanya vizuri. Wa amma in kana min almukaththibin adh-dhallin, lakini mtu anayekufa akiwa kwenye uhai wake alikuwa ni katika mwenye kukadhibisha ukweli na anatumia miongozo ya upotovu, muongozo wa dini hakuuelewa, fanuzulun min hamimin, pale kwenye kifo chake hujiona kama yuko kwenye maandalizi ya karamu ya maji ya moto sana, yuko kwenye mazingira ya moto moto tu. Watasliyatu jahim, na moto wa jahimu unawekwa karibu naye, ana uhakika nikiondoka hapa ninakwenda motoni. Inna hadha lahu haqqul yaqin, maelezo haya mnayopewa wallahi ni haki ya yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim, wewe mja mwenye imani litakase jina la Mola wako aliye mkuu. Kaa katika mstari, dumu katika imani, fanya katika matendo ya taa, kwa sababu unakokwenda kunahitaji maandalizi. Ukijiandaa vizuri, basi matokeo yako yatakuwa mazuri. Ukizembea kuna maandalizi, hutaondoka vizuri. Kwa hiyo haya ndiyo maelezo kwamba wale wanaofanya makosa kisha wakatubia, Mwenyezi Mungu anakubali toba zao. Lakini wanaokufa wanaodumu katika ukafiri mpaka siku ya kufa, wanakufa hali ya kuwa ni makafiri, wana laana ya Mwenyezi Mungu na hawapati rehema wala toba. Inna Allah la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamah, Mwenyezi Mungu hatawaangalia kwa jicho la rehema siku ya kiyama. Wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah, wala Mwenyezi Mungu hatosema nao. Wala yuzakihim, wala hatowatakasa kutokana na mizigo yao na makosa waliotenda. Wala hum adhabun azim, na watapata adhabu kubwa. Kwa hiyo ni kosa mtu kukaa katika maovu tu mpaka ghafla mauti yanamchukua hali ya kuwa yeye ni mtu muovu. Anatakiwa mtu mwenyewe awe anajitathmini mara kwa mara, na awe anajitengenezea mazingira ya kujirekebisha, apatane na Mola wake kabla hazijamaliza siku zake za kuishi. Akiondoka duniani aondoke vizuri, ila anayeondoka vibaya mpaka anakufa ni mtu mbaya, huyu hana salama wala hawezi kupata kitu cha kumpa moyo au matumaini. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun, yani alladhina kafaru billahi wastamarru ala al-kufri hatta dahamahumul maut, wale ambao wanakuwa ni wenye kukufuru na wakahudumisha na kuuenzi ukafiri wao mpaka saa ya kufa, mauti yanawafika ghafla, wa hum ala tilka alhala, hali ya kuwa wao wako kwenye hali ya ukafiri. Ulaika yal'anuhumullahu,
wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Hawa ni watu ambao juu yao patakuwa na laana ya Mwenyezi Mungu, laana ya malaika na laana ya watu wote. Yal'anuhumullahu wa malaikatahu, yal'anuhumullahu wa malaikatuhu wa ahlul ardi jami'an. Mwenyezi Mungu anawalaani watu hawa na malaika wote wanawalaani watu kama hawa, na watu wa ardhini wote wanawalaani watu wanokufa hali ya kuwa hawafi katika mila ya Uislamu. Hata al-kufaru, mpaka makafiri pia watawalaani makafiri wenzao. Fa innahum yawm al-qiyama, kwa sababu watu wote siku ya kiyama yal'anu ba'dhum ba'dha, watalaaniana wenyewe kwa wenyewe. Watu wote siku ya kiyama watalaaniana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo hata waliokufuru siku hiyo ya kiyama watamtafuta mchawi, watasema sisi tumekufuru kwa sababu ya nyinyi, inna kunna lakum taban. Watu wakishahukumiwa wa motoni motoni, wa peponi peponi, wale watu wa motoni watawaambia waheshimiwa wao, inna kunna lakum taban, sisi tulikuwa tukakufuateni nyinyi wazee. Watu wa vikosi hao, watu wa wizara na idara mbalimbali za usalama na zisizo za usalama, watakwenda kutoa ripoti zao kwa wakubwa wao huko kwa Mungu, lakini wote wako upande mmoja. Inna kunna lakum taban, wazee sisi tulikuwa wafuasi wenu tukikutumikieni, lakini kwa sababu ya kukutumikieni nyinyi kumbe tulikuwa kwa Mungu tunakosea. Sasa ndo tuko hapa. Fahal antum mughnuna anna min adhabillahi min shay? Je, mna nafasi ya kutusaidia kutupunguzia katika adhabu ya Mungu chochote? Sio kututoa, maana na nyinyi ndo mko. Basi simfanye mipango tu, mtuombee tupunguziwe kidogo. Swala gumu, maana hata umeme unashinda. Hawawezi hata umeme kurejesha haraka. Sijui adhabu ya Mungu vipi. Jamani nye, tunateseka. Sisi tulikuwa tunakufuateni nyinyi. Mungu ana muongozo wake, hamujui. Na hawa mabwana wana miongozo yao, ndio mnaitumikia. Mnapowatumikia wao mengine kwa Mungu mnakosea, hamjui. Mkishaondoka Mungu anakwenda kupima ya kwake, hayo ya kwenu hayaelewi. Nani atakuombeeni kwake? Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Atakayekwenda kumuombea mtu mwenzake kwa Mungu kama si kwa idhini ya Mungu ni nani? Hayatumikieni tu. Watakwambia sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Jamani, sisi sote ndo tuko huku. Tukagombana hapa au tukavumilia kiume, hatuna sisi nafasi ya kusalimika au kupunguza chochote. Kwa hiyo ndo tuko huku, tuvumilie. Huko mkipiga kelele sawa, mkisema mjikaze kiume sawa, ndo mko tu. Kwa hiyo hayo maneno yanasomwa humu, lakini kuna watu kitabu hiki hawakielewi. Bora uwasome novel ya Karl Marx, utawaokota kweli kweli. Novel sijui ya Lenin, hapo utawamiliki sana. Lakini kuambia habari za Mungu kasema, nani anakusikia? Na mtu kasoma na digrii zake 3 zinamning'inia, hakusikii. Kwa hiyo ni hivyo, wanaokufa hali ya kuwa walikuwa wanaishi nje ya muongozo wa dini, hawa watakuwa matokeo yao ni kupata laana za Mwenyezi Mungu, malaika wake na watu wote, mpaka wakafiri wenzao pia watawalani tu siku moja. Kwa nini? Lianna al-kuffara, kwa sababu makafiri yaum al-qiyama, siku ya kiyama, yal'anu ba'dhum ba'dha, na wao pia watalaaniana wenyewe kwa wenyewe. Watatafuta sababu za kuingia katika matatizo, wakute kumbe ni watu wenzao ndo walowasababishia matatizo. Khalidina fiha, watakaa katika laana, yani kwenye adhabu milele. Yani khalidina finnari, watakaa katika moto milele. Wa fi idmariha, na katika vile vina vyake. Wa fi idmariha,
katika dhamiri iliyotumika khalidina fiha, tafhimu lishaniha, ni kuonyesha uzito wa jambo lenyewe. Yani huko motoni si kwa hala ambako labda watakaa wiki mbili au baada ya miezi miwili watatoka, wastahamili tu miezi miwili mitatu, au labda miaka 10 halafu watatoka, kwamba inasisitizwa atakayeondoka duniani nje ya mila ya Uislamu, hata kama unasikia wako wataingia motoni na watatoka, huyu anakuwa sie nje ya mila, huyu anakuwa disregarded, hatambulikani kabisa, atakaa huko katika adhabu milele, yani muda usiokuwa na mwisho. La yukhaffafu anhumul adhabu. Mila, mnafahamu neno mila. Mwenyezi Mungu katupa aya huku nyuma tunakotokea, amesema walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wewe bakia kusema mimi Muislamu, tamka shahada 2, ukipenda ukijisikia mara moja unaswali, fanya hivyo. Lakini kama unaondoka duniani nje ya mila ya Uislamu, wewe sio Muislamu. Ile mambo ulikuwa unafanya kwa kujionyesha kwa sababu zako za msingi za kupata salama ya maisha duniani. Mila ndo kitu kinachoangaliwa, na halafu hiyo mila iwe imefanyiwa kazi kidogo. Kwa hiyo watu wanaokufa nje ya mila ya Uislamu, wakafa Wayahudi, wakafa Wakristo, wakafa wana demokrasia, wakafa vinginevyo vyovyote vile watakavyokufa nje ya mila ya Uislamu, wao wanakuwa si watu watakaotoka motoni. Mtume amesema watatoka motoni watu waliotamka la ilaha illa Allah, wakaifanyia amali njema japo yenye uzito wa khardali. Lakini mtu kuja kufa nje ya mila, hana yeye hata amali yenye uzito wa khardali itakayomsaidia, maana hakufa Muislamu, kafa nje ya mila ya Uislamu. Kwa hiyo ni jambo ambalo mtu anatakiwa tahadhari nalo sana. La yukhaffafu anhumul adhabu, hawa watu hawatapunguziwa dhidi yao adhabu. Yani inna adhabahum fi jahannama, adhabu yao katika moto wa jahannam, daimun la yanqati'u, itakuwa ni ya kudumu, haitasitishwa njiani, haikatishwi njiani. La yukhaffafu anhum, hawapunguziwi, hawafanyiwi kidogo nafuu. La yukhaffafu anhum, hawafanyiwi takhfifu, tarfata aini, hata kwa muda wa kupepesa jicho. Hata kwa muda wa kupepesa jicho hapapatikani nafuu, ukaambiwa katika muda uliokaa motoni sekandi moja umepewa mapumziko. Hamna, ni adhabu itakayokuwa inaendelea. La yufataru anhum, fitratun ni kipindi angalau kama cha vacation vile au recess kwa watoto wa shule. Kwa hiyo hawafanyiwi muda wa mapumziko angalau mdogo, wakawa wamepumzishwa na adhabu. Wahum fihi mublisun, na watakaa katika mazingira ya adhabu hali ya kuwa wamekata tamaa. Suala la kwamba kuna siku tutaonewa huruma, hili litakuwa halimo katika matumaini yao, hata siku moja hawatotegemea kitu hichi kutokezea. Wala hum yunzarun, wala hawatoangaliwa kwa jicho la rehema. La yukhaffafu anhumul adhabu, hawatapunguziwa adhabu. Wala hum yunzarun, wala hawataangaliwa, yani la yumhaluna, hawatopewa muda kidogo wa kusubiriwa kwamba msiwaadhibu mpaka baada ya siku fulani au baada ya mwaka mmoja ndo waanzishieni adhabu. Baada ya hukumu ndo anaanza kuingia mtu katika adhabu, na itakuwa inaendelea, haina muda wa kupumzika. La yumhaluna, hawasubiriwi muda kidogo wa kupewa adhabu yao. Au yuajaluna, wala hawakimbilizi kupelekwa katika adhabu kabla ya muda wao kumalizika, kufikia muda wa kuhesabiwa utapita mpaka hisabu itimie, maamuzi yatolewe. Yakishatoka maamuzi, mpelekeni, ndo unapelekwa. Kila kitu kinakwenda kwa wakati wake maalum. Lakini watu hawa yulaqihimul adhabu, itawakuta adhabu halu mufariqati alhayati dunya, muda tu atakapoanza kuachana na dunia. Hawapewi muda wa kupumzika, bimaana kama ni mtu kafiri anajisikia ni mtu mwenye raha akiwa yuhai,
lakini ndani ya uhai wake Mwenyezi Mungu humpa ile mitihani midogo midogo, kama alivyosema wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un. Hapa duniani tutaanza kuwapa adhabu ndogo ndogo kabla ya hiyo adhabu kubwa. Labda kwa hizi adhabu ndogo ndogo wanaweza wakakumbuka wakafahamu kuwa Mungu yupo wakarudi, lakini mpaka muda wa kuondoka duniani unafika hajarudi bado kwa Mwenyezi Mungu. Hapo itakapochukuliwa roho yake ataanza kuhisi kuwa yeye kakosea na anakwenda mahala pabaya. Hapo ndo atakapoanza kulalamika na kuomba muda. Lakini shekhe anasema hawawezi kupewa muda hata mdogo wa mapumziko. Wataanza adhabu yao kuanzia wakati wanapofariki dunia tu. Kuna adhabu zile za maisha ya barzakhi atakuwa anazo mtu huyu kafiri. Kaburini anaanza kuadhibiwa. Wengine husema kwani mtu si anaoza tena ataadhibiwa vipi? Inakuwa ni jambo la ajabu. Walistaajabu wa zamani na tuliopo leo pia tunastaajabu swala hili, na watakao kuja pia watastaajabu, waseme mtu ndo kesha kufa tena utuambie anaadhibiwa. Ataadhibiwa vipi? Wewe mwenyewe hujui. Kuna watu siku hizi walioendelea wana mambo ya kompyuta, anakufungulia folder zima, ndani yake lina mafaili chungu nzima, lakini akaliita folder haliko katika active window na akalidelete au akacorrect au akafanya vinginevyo atakavyo au akalilink. Sasa analilink vipi na haliko katika active window? Au unaweza kuchukua simu yako ya mkononi ukatia USB kwenye kompyuta ukatoa mafaili yaliyoko kwenye simu na ukaingiza mengine, sijui nataka mziki, nataka na hivi, unaingiza. Hata hivi vitu vyote vinakusomesha kuwa waliofanya haya ni wanadamu hivyo na akili yao ya kuzaliwa. Mungu aliyewaumba wanadamu yeye ana uwezo kiasi gani? Anaweza kukuadhibu japo ushakufa, kwa sababu wewe una vitu viwili muhimu ili uwe mwanadamu. Una huo mwili biliwili linalostawi kwa mapembe na dagaa, una na roho hiyo huijui, huna elimu nayo. Kufa maana yake ni hivi vitu viwili kutenganishwa. Hicho kimoja ndo kinaoza biliwili lako. Roho hii mwenyewe anajua wapi anaiweka, na hiyo ndo ino kila kitu. Hata wewe kukuadhibu katika maisha ya barzakhi anaweza muda wote utakaokuwa upo barzakhi. Anakujua wapi ulipo. Si lazima uadhibiwe mwili wako. Hiyo roho ndo inajua kila kitu. Siku ya kiyama mwili wako ukisharejeshwa inarejeshwa tena ile roho, ndo wewe bado utaendelea tu kuyakuta mengine. Kama unaamini wanadamu wanafanya mambo makubwa kwenye teknolojia, elewa kwamba wanadamu wameumbwa. Huyo aliyewaumba wanadamu wanaoyafanya haya, yeye ndo anayesema hivi vitu anaweza sana. Wewe unaamini watu wanatengeneza ndege kubwa lina watu na mizigo yao wanaruka, lakini hutaki kumfahamu aliyeumba hii hewa. Hewa si unaiona hii hapa, mimi napunga mkono. Hewa hii ndo inarusha juu yake linapita ndege kubwa la Wataliano na wanafanya na uchafu huko juu. Mungu anawabeba. Hasa Mungu mjuzi zaidi kuliko watu. Hasa wewe unayaona mazuri wanofanya watu, hutaki kujua mazuri anofanya Mwenyezi Mungu. Anajua kila kitu na anaweza kila kitu. Atamuadhibu hampi muda. Kuanzia siku wanokufa mpaka siku watu watafufuliwa ana adhabu. Hapo mauqiful qiyama watu wengine wana adhabu, mpaka anaondoka hapo anaenda kwenye adhabu ya kudumu. Kwa hiyo hampi muda. Hampi muda wa mapumziko. Madam hakuwa mja mwenye shukurani, kaja duniani katumia neema za Mwenyezi Mungu, mwenyewe hakumjua, atamuadhibu. Ndivyo aya zinavyosema. Hampi muda. La yukhaffafu anhumul adhab wala hum yunzarun. Hawatopunguziwa adhabu wala hawatopewa muda hata mdogo. Wao watakuwa ni watu wenye adhabu awamu baada ya awamu, hali moja baada ya hali nyingine. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati, hakika ya watu ambao wanayaficha maagizo tuliyoyateremsha katika ubainifu. Maagizo yenye kubainisha mambo, lipi tunataka, lipi hatutaki, lipi lina faida, lipi lina hasara. Watu wanayaficha na hayo pia. Kasoma katika vyuo vinavyotambulikana, lakini yeye kabaki na elimu yake. Hawanufaiki wanaohitaji ile elimu yake. Basi kabakia yeye anabeba sifa, bwana yule pale vitu vipo sio mchezo. Sasa ndio inasaidia nini? Wanaoficha ukweli watu,
Walhuda, na mwongozo wa Mungu aliyotaka watu waongozeane, huo pia watu wanauficha, wanapeana miongozo mingine. Min baadi ma bayyanahu linnasi, wanaficha vitu ambavyo sisi tumeshavitoa na kuvibainisha kwa watu. Fil kitabi, katika kitabu. Kwenye kitabu haya mambo yamo, lakini watu yakisoma wanayaona mageni kama mapya. Inaonekana kama ndo uzushi wenyewe huu, kumbe ndo yamo humu kitabuni. Ulaika yal'anuhumullahu, wenye kuficha ukweli anawalaani Mwenyezi Mungu. Wa yal'anuhumul la'inun, na wanawalaani wale wenye kulaani wote walio upande wa Mwenyezi Mungu. Walio upande wa Mwenyezi Mungu wanawalaani wenye kuficha ukweli na wakaweka kikwazo kwenye dini ya Mwenyezi Mungu. Watu hawaelewi dini ni nini, wanaeleweshwa mambo mengine yasiyokuwa na faida. Illa alladhina tabu, isipokuwa wale wanaotubia, wenye kukosea, wenye kuficha halafu wakatubia. Wa aslahu, halafu wakatengeneza kile walichoharibu. Wabayanu, na wakabainisha kile walichokificha. Faulaika atubu alaihim, hao ninakubali toba zao. Wa ana tawwabur rahim, na mimi ni mwingi wa kukubali toba na ni mwingi wa rehema. Innal ladhina kafaru, hakika ya watu wanaokufuru wakaenda kinyume na utaratibu wa dini. Wamatu wa hum kuffarun, mpaka wakafikwa na mauti wakafa hali ya kuwa wako kwenye ukafiri. Ulaika alaihim la'natullahi, hao juu yao pana laana za Allah. Wal malaikati, na laana za malaika wote. Wanasi ajmain, na watu wote wanawalaani watu kama hawa. Khalidina fiha, watakaa kwenye laana milele, yani kwenye adhabu. La yukhaffafu anhumul adhabu, hawatopewa muda, hawatopunguziwa adhabu. Wala hum yunzarun, wala hawatopewa muda wakangojewa kidogo angalau wapumzike. Watakuwa ni wenye adhabu kipindi baada ya kipindi, hali moja baada ya hali, stage moja baada ya stage nyingine. Kila hatua watakayopita wao watakuwa ni watu wenye kupata adhabu tu, mpaka wanamalizia na adhabu ya kudumu kwenye moto wa jahim. Wala iyadhu billahi min dhalik. Kutokana na muda wetu kuisha, inshallah tutasita hapa. Endelea kutusikiliza Sauti ya Istiqama 107.1 FM. Kusikiliza Sauti ya Istiqama. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل قد أفلح من تزكى، والصلاة والسلام على المصطفى الذي بعث ليعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpendwa msikilizaji wa 107.1 FM popote pale unapoendelea kutusikiliza, ni matumaini yangu hadi kufikia sasa upo katika hali ya uzima wa afya, na bado naendelea kuitegea sikio 107.1 FM ikikutangazia kutokea hapa Misufini Chake kisiwani Pemba. Ni tayari mishatimu saa 10:18 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo kama kawaida muda na wakati kama huu huwa tunakutana vyema katika kipindi cha Upewa Maarifa. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kuzisikia habari mbalimbali za kitaifa, kimataifa kutoka barani Afrika, historia na amini usiamini. Kumbuka studioni ni mimi Osman bin Ali, ambaye kwa siku leo nitakiendesha vyema kipindi hiki hadi itakapofika saa 10:55. Basi nitahitimisha vyema kipindi hiki panapo majaliwa. Ikiwa upo nyumbani, ikiwa upo safarini hapo, ama upo maeneo yote lakini unafikiwa vyema na 107.1 FM, mimi nikwambie karibie tuwe pamoja kuanzia mwanzo hadi tamati. Lakini kumbuka unaweza kuungana nami kwa kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0778676138
0778676138. Hiyo ndio namba ambayo unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi kutokana na habari ambazo utazisikia hivi punde. Mimi nikwambie karibu, tuanze vyema kipindi chetu hichi cha Upeo wa Maana. Tukianza na kipindi chetu kwa kuiangalia historia ya siku ya leo. Siku kama ya leo miaka 57 iliyopita alifariki dunia mwanachuoni mkubwa wa Iran, Ayatul Adma Sayyidin Hussein Tabatabai Burjadi, mmoja wa wasomi mashuhuri wa Irani. Baada ya kumaliza masomo yake ya awali, alielekea mjini Najaf, Iraq na kupata kusoma kwa walimu wakubwa wa kidini wa mji huo. Kisha alirejea nchini Iran. Ayatul Burjad kwa kushirikiana na wanachuoni wengine wakubwa wa Kiislamu alianzisha umoja wa ukumbusho wa madhehebi ya Kiislamu. Ayatul Burjadi licha ya kuandika vitabu kadhaa, alijenga misikiti kadhaa ndani na nje ya Iran, ukiwemo msikiti wa Humburg nchini Ujerumani. Ndio msikilizaji, kama umesikia historia ya siku ya leo, basi moja kwa moja sasa tuangalie kwa habari za kitaifa. Habari ya kwanza ni hii inasema ajali ya basi yaua watoto Kagera. Watu 5 wamekufa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya basi moja kati ya 8 yaliyokuwa yakisafirisha wakimbizi kutoka kambi ya Nduta wilayani Kibondo mkoani Kigoma kuelekea nchini Burundi kupinduka. Ajali hiyo imetokea Machi 29 mwaka 2018 katika kijiji cha Kasharazi wilayani Ngara mkoani Kagera saa 10 za jioni. Taarifa zinasema ajali imetokea eneo la K9 lenye mteremko wa kona kali baada ya kupata hitilafu ya mfumo wa breki na kisha kuligonga jengine lililokuwa mbele na baadaye kupinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Kagera Agostino Olomi akizungumzia ajali hiyo amesema